Naam, shukrani mpenzi mtazamaji kwa kuendelea kutazama runinga ya ITV. Ni fursa nyingine tena ya kukupasha na kufahamisha yaliyojiri kwenye taarifa zetu. Lakini kwanza tupate vidokezo. Mikakati ya kuimarisha usalama na amani kaunti ya Trans Nzoia yapikwa jeki baada ya jopo la amani kuandaa mkutano wa usalama kaunti hii. Sababu ya sisi kukutana tofauti na kujuana ni kujadiliana mikakati na mpangilio wa kuweka amani na kuendeleza amani katika kaunti hii ya Trans Nzoia. Na daktari mmoja kaunti ya Bungoma akosa utu kwa kuwadhulumu kimapenzi wagonjwa wa kike wanaotafuta matibabu katika zahanati anayohudumu. Niambia nikushike kwanza ndiposa nikutunge shindani. Na wakati ile tulianza kugombana na daktari, nikamwambia mimi ni mgonjwa, nimekuja kutibiwa wala si kukuja kushikiwa. Kwa hayo na mengine mengi, mpenzi mtazamaji, karibu nikiwa msimulizi wako Isabella Masai na mtangazaji mwenza kwa lugha ya ishara ni Phyllis Mirikwa. Kama njia mojawapo ya kuimarisha usalama katika kaunti ya Trans Nzoia, jopo kazi la amani na usalama liliandaa mkutano ili kuweka mikakati ya kuendelea kudumisha amani katika kaunti ya Trans Nzoia, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu George Etiano. Kamati ya usalama na amani katika kaunti ya Trans Nzoia ikiongozwa na mwenyekiti wake Nathan Chesang na kamishna wa kaunti ya Trans Nzoia Sam Ojwang iliandaa mkutano wa usalama kama njia mojawapo ya kukabiliana na itikadi kali, hasa masuala ya kigaidi pamoja na kuangazia masuala ya amani. Akiongea na idhaa hii, Ojwang amesema kwamba kamati hiyo imeandaa mkutano huu ikiwa ni njia mojawapo ya kuweka mikakati ya kuhakikisha kwamba amani inadumishwa katika kaunti nzima ya Trans Nzoia, huku akisifia amani ambayo imedumishwa katika pembe zote kaunti ya Trans Nzoia. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, kukutana na County Peace Committee ambayo inaongozwa na upande wa kushoto yangu Reverend Nathaniel Chesang na team ambao imewakilishwa kutoka zile sub county zetu 5 katika kaunti hii ya Trans Nzoia. Na siku ya leo sababu ya sisi kukutana tofauti na kujuana ni kujadiliana mikakati na mpangilio wa kuweka amani na kuendeleza amani katika kaunti hii ya Trans Nzoia. Tunashukuru zaidi viongozi na wapendwa watu wa dhamana wa kaunti hii ya Trans Nzoia kwa jinsi wameweka amani katika kaunti hii. Kadhalika, Ojwang amepongeza juhudi za kamati ambayo inashughulikia masuala ya amani katika kaunti hii, akisema kwamba amani ambayo inashuhudiwa kwa sasa katika maeneo yote kaunti inatokana na juhudi za kamati hiyo. Vile tunajua mahali tunatoka kama kaunti hii ya Trans Nzoia, ambao tulipata shida sana kutokana na post election violence iliyofanyika 2007-2008, na tuko na amani sasa ambayo imetokana na kazi nzuri ambayo imefanywa na County Peace Committee wakishirikiana na viongozi na wananchi katika kaunti ya Trans Nzoia. Tumeonelea leo tukutane tuweze kuangazia mambo haya tena, ili cheche za maneno ambazo tunaona ziko katika taifa hili letu, viongozi wetu wa kisiasa wako na mambo kama hiyo. Vilevile, Ojwang amesema kwamba hivi karibuni wataandaa mkutano na wafanyabiashara, viongozi wa kidini pamoja na washikadau wengine katika kaunti kama njia mojawapo ya ushirikiano itakayosaidia kukabili itikadi kali pamoja na masuala ya ugaidi. Nataka pia kufanya mpango ya kuona vile tutafanya mikutano pamoja na wafanyabiashara, sababu tunafahamu na tunajua amani ikikosekana wale wanadhulumiwa zaidi pia ni wafanyabiashara, tofauti na wamama na wasichana wanadhulumiwa zaidi. Kwa hivyo tunataka kufanya mpango ya kukutana na wafanyabiashara, wale wenye mabaa na wenye mahoteli
ili hizo mahoteli na mabaa na biashara wanazofanya pia zisitumike kama njia mojawapo itasababisha amani ikosekane katika familia ama amani ikosekane tu katika kaunti hii. Ojwang ametoa wito kwa viongozi humu nchini kujiepusha na matamshi ya uchochezi, huku akiahidi kuwakabili vikali viongozi watakaotoa matamshi ya uchochezi katika kaunti hii ya Trans Nzoia. Mwito tuko na siku ya leo kama county commissioner ni kuomba viongozi katika taifa hili la Kenya wajaribu kuangalia yale wanaosema kwa mipango yao, kwa mafikira yao, kwa mienendo yao na kwa matamshi yao kama viongozi katika taifa hili la Kenya. Iwe tu ni ile itachangia umoja wa Wakenya. Tunaambia kiongozi yote ule, haijalishi yeye ni kiongozi wa kiwango gani, sisi kama kaunti ya Trans Nzoia hii hatutakuwa na nafasi na viongozi ambao either they want to engage in hate speech, they want to engage in hate mongering, they want to engage in warmongering. Amewataka kujiepusha na siasa na kuwatekelezea wananchi miradi ya maendeleo, huku akiwahimiza kushirikiana kutatua shida ambazo wananchi wanapitia. Wakati huu katika Kenya hii tunasema ni maendeleo, na Wakenya wako na mashida, tunataka viongozi washikane pamoja kutatua shida zile Wakenya wako nazo. Mambo za siasa, already we have leaders in this country, MPs, MCAs, governors, president, deputy president. However, we cannot talk about campaigning for any other leadership right now, because tayari tuko na leadership. Wale leaders waliopo wapewe nafasi. Kiongozi huyo vile vile alitumia fursa hiyo kuwarai wakazi pamoja na viongozi wa kaunti hii kushirikiana ili kuhakikisha kwamba hasa idara ya kilimo pamoja na elimu inaimarika. Kaunti hii watoto wetu wafanye vizuri, shikana pamoja kwa sababu hiyo, shikana pia pamoja kwa sababu ya mkulima, pesa iongezeke kwa mfuko ya mkulima. Ojwang ameahidi kukabiliana na wizi wa mifugo katika kaunti hii ya Trans Nzoia, akiahidi kwamba atawakabili vikali machifu hasa ambao eneo lao linashuhudia wizi wa mifugo. Of course we are also telling team yetu ya administration, right from the assistant chief to assistant county commissioner na deputy county commissioners wetu, mahali ambao ng'ombe itaibiwa, basi huyo assistant chief na timu yake ya usalama na chief na timu yake ya usalama watatueleza kazi yao ni gani. Kama wahusiki, tunatoa onyo ya kwamba ikifanyika tena in any part of this Trans Nzoia county, we are going to take very stern action against that assistant chief, that assistant county commissioner within that particular area with the security team ambao wako naye. Hatutaruhusu watu walale na ng'ombe za wananchi zinaibiwa. Hii haitakuwa na nafasi. Kauli yake imetiliwa mkazo na mwenyekiti wa jopo la amani katika kaunti ya Trans Nzoia Nathan Chesang, ambaye amewataka wakazi wa kaunti hii kupendana na kudumisha amani, akitoa wito kwa wananchi kuliombea taifa hili hasa viongozi wa nchi hii. Tupendane na tudumishe amani. Hakuna kitu kingine. Iko kitu mzungu aliita patriotism. Ilienda na naomba Mungu aturudishe. Sisi ndio sote tupendane pamoja, tupende nchi yetu. Tupenda na sisi wote kabla sote kwa Trans Nzoia. Ndio watu wana mfano ya Mungu wa hii kaunti ya Trans Nzoia. Sina mambo mengine, na tuendelee tuombee wa viongozi wetu, ndio Mungu naye wapea ile maarifa mzuri ya kuongoza sisi. Sina mambo mengine ya kutukuika. Nikiripoti kutoka gatuzi la Trans Nzoia, jina langu ni George Etiang. Na ili kuboresha matokeo ya mitihani ya kitaifa KCSE na KCPE kaunti ya Trans Nzoia, wazazi wamehimizwa kushirikiana na walimu kwa kuwajibika, haswa kwa kuwalipia wanao karo kwa wakati na kuwapa mahitaji mengine ya kimsingi, kama anavyotujuza mwanahabari wetu Masi Asige Kitili. Huku shule zikifunguliwa kwa muhula wa 3 wiki hii, mwenyekiti wa chama cha wazazi kaunti hii ya Trans Nzoia Wellington Waliula amewataka wazazi kushirikiana na walimu ili kuhakikisha kaunti hii inasajili matokeo bora katika mitihani ya kitaifa. Kwenye mahojiano na runinga ya ITV, Waliula amewataka wazazi kushirikiana na walimu kwa kuwapa wanao mahitaji yote muhimu wanapokuwa shuleni, hasa kwa kuwalipia karo kwa wakati ili kuhakikisha kwa wanafunzi hawafukuzwi shuleni muhula huu wa 3. Nataka
kutoa wosia kwa wazazi wetu ya kwamba muhula huu wa 3, wakati shule zinafunguliwa siku ya leo Jumatatu, tunataka kuambia wazazi wetu ya kwamba watoto wanapoenda shuleni wahakikishe kwamba wanashirikiana na walimu wetu, hasa muhula huu tukizingatia ya kwamba muhula huu ni mfupi sana. Shule zimefunguliwa tarehe 2 na kufikia pengine kwa shule za msingi kufikia tarehe 26 mwezi ujao shule zitakuwa tena zinafungwa, kuhakikisha kwamba watoto ambao wanaenda katika mtihani wanafanya mtihani. Waliula aidha amesikitishwa na matokeo ya mtihani ya kitaifa ya KCSE ambayo kaunti hii ilisajili mwaka uliopita, huku akiwashauri wanafunzi kutia bidii masomoni na kujiepusha na mambo yasiyofaa, ikizingatiwa kuwa huu ni mhula wa 3 ambapo mtihani wa kitaifa hufanywa. Kwa hivyo tunataka kuhakikisha kwamba sisi kama wazazi tuwape support watoto wetu. Wanapoingia shule wawe na incentives. Watoto wasifukuzwe shule kwa hii muda mfupi ambao wako katika shule. Kwa hivyo hakikisha kwamba kama una balances zote, hakikisha kwamba mtoto ameenda na balances, umehakikisha kwamba mtoto wako amelipiwa, na kama hutakuwa na nafasi ya kulipia, tafadhali hakikisha kwamba wewe mwenyewe unafika shuleni kwa wakati unaofaa ili uhakikishe kwamba ili uongee na mwalimu mkuu wa shule hiyo. Kuhusu mtaala mpya wa umilisi CBC, Waliula ameunga mkono mtaala huo akisema kuwa ni ya manufaa tele kwa kizazi cha sasa. Mtaala mpya ambao ni wa CBC unaendelea. Hii ni kusema kwamba watoto ambao wako class 3 kufikia class 6 watakuwa wanafanya mtihani ule wa kawaida. Kwa hivyo itakuwa ni smooth transition kutoka shule ya msingi kwenda katika secondary. Sisi kama wazazi tunaunga. Kauli hii imetiliwa mkazo na baadhi ya wazazi kaunti hii wakiongozwa na Joseph Juma Nyongesa ambaye ameunga mkono mtaala huo mpya wa umilisi CBC, akisifia serikali kwa pamoja na Wizara ya Elimu nchini kwa kuanzisha mtaala huo. Mimi nataka kushukuru pia serikali kwa kuweza kuleta mtaala huu mpya ambapo imefanya research ya kutosha. Naamini waziri kama Makoha ana uwezo na amesomea taaluma hii, na ile kitu amesema inawezekana amepitia ndani na pia anaona ya kwamba inafaa. Nikiripotia simulizi ya ITV kutoka mjini Kitale, kaunti ya Trans Nzoia, jina langu ni Masi Asige Kitili. Naam, shukran sana Masi Asige Kitili kwa taarifa hiyo. Na tukisonga mbele ni kwa wakazi wa kaunti ya Trans Nzoia wana kila sababu ya kutabasamu baada ya waziri wa ugatuzi Eugene Wamalwa kuhakikishia kuwa watapokea hati miliki ya mashamba yao hivi karibuni. Mwanahabari wetu Kevin Atei amevalia njuga taarifa hiyo. Waziri wa ugatuzi Eugene Wamalwa amewahakikishia wakazi wa kaunti hii ya Trans Nzoia kuwa watapata hati miliki ya mashamba hivi karibuni. Akiongea mjini Kitale, Wamalwa alisema kuwa wakazi wengi katika kaunti hii hawana hati miliki ya mashamba yao, akiahidi kuhakikishia wanapokea hati miliki hizo hivi karibuni. Na kuna mambo ya title deeds ambayo inaendelea. Hatutaki tu iende kwa mashamba kule nje, tunataka hata hapa within town ninyi pia muwe na title deeds zenu, mtu wasiwasumbue hata kidogo. Sasa County Commissioner, I would like you to prioritize this. Wana boda pia hawajapata title deed yao, so that in future mtu yeyote asikuje hapa kujaribu kuwanyanyasa. Yes. So I will follow up on that, na tayari tumeanza kuongea kuona ni vipi tunaweza tukawainua. Kuhusu swala la mapendekezo ya marekebisho ya BBI, Wamalwa amewataka wakazi kuwa na subira, huku akidokeza kuwa atatoa msimamo kamili pindi tu jopo la upatanisho BBI atakapowasilisha ripoti yake hivi karibuni. Tutaenda kwa mambo ya referendum. Wanaboda wameniuliza pale, sasa hii hatujui ni punguza mzigo, hatujui ni BBI. Nimewaambia hayo yasiwasumbue akili. Sasa yes. Sababu ninyi mna bahati sana, umesomesha kijana wenu hapa Kitale Union, ameenda huko Cheoyet, ameenda University Nairobi, amekuwa lawyer wa Museveni Uganda, yes. Amekuwa waziri wa haki na masuala ya katiba, yeye ndio alitekeleza katiba ya Kenya, na anatoka hapa Kitale, na huenda akawa ako hapa jua kali na hamuna habari. Yes. Sasa kama mna kijana kama huyo,
Mambo ya katiba inaweza kuwasumbua nyinyi kweli? Ukisoma tumesoma. Basi. So hiyo msiwe na wasiwasi. Tumeambia watu wawe na subira. Sababu kuna mwingine nimekuwa Busia ati sisi tunaungana nane kupinga BBI. Sasa nikamuuliza, wewe unapinga nini? How do you oppose what has not been proposed? Si ungoje BBI ikuje mezani. Hiyo ingine punguza mzigo iko mezani. Nyuma ya mwezi mmoja BBI itakuwa imefika. Na mimi nitakuja hapa niwaeleze hii kitu nimechambua, naona iko sawa, twende hivi. Utakuwa na shida hapo kweli? Kiripotia ITV kutoka kaunti ya Trans Nzoia, jina langu ni Ate Kevin. Na sasa mpenzi mtazamaji, tuelekee katika kaunti jirani ya Bungoma ambapo mwanahabari wetu Augustine Sifuna ametuandalia makala maalum kuhusu dhuluma wanazopitia wagonjwa wa kike hospitalini, ambapo daktari mmoja kutoka zahanati ya Butieli kaunti hiyo amekuwa akiwadhulumu kimapenzi ya kina mama wanaoenda pale kutafuta matibabu, swala ambalo limekashifiwa vikali na wenyeji pamoja na viongozi katika idara ya afya ya kaunti hiyo. Kwa mengi zaidi, wache tuungane naye Augustine. Daktari mmoja kwa jina Wakoli katika kijiji cha Butieli kaunti ya Bungoma, inadaiwa kuwa daktari huyo anaeneza dhuluma dhidi ya wanawake wajawazito, ambapo wakati wameenda kupimwa huwa nao papasa na kisha kutaka kufanya nao mapenzi. Kuniambia nikushike kwanza ndiposa nikutunge shindani, na wakati ile tulianza kukombana na daktari nikamwambia mimi ni mgonjwa, nimekuja kutibiwa wala si kukuja kushikiwa ndiposa nitunge shindani. Wakati ile kweli alinitunga hiyo shindani, alikuwa amenishikashika na nikasema kweli hii haiwezekani. Aliniambia kuanzia leo usikanyake katika hiyo hospitali, na ukikuja hapa huo unaniumiza sana. Aidha, daktari huyo baada ya kupima wagonjwa waonyesha video ya ngono, jambo ambalo wagonjwa wengi hughadhabika sana, ila huwaeleza kuwa ni jambo la kawaida. Nikamwambia daktari, sijisikii vizuri, ningependa unipime. Daktari akanipima. Baada ya kunipima, akaanza kunionyesha kwa simu picha za porno. Na kwanza ile wakati si kufurahishwa nayo. Nikaambia daktari, mimi nimekuja unipime, sitaki mafitu zako zenye unanionyesha. Akaniambia wewe usijali, hizi ni vitu za kawaida, lakini mimi si kupendezwa nazo. Nikarudi nyumbani. Daiwa daktari Wakoli amekuwa akifanya visa hivyo maeneo tofauti ikiwemo kule Chwele na Kimilili, na kila mara anapoeneza dhuluma za wanawake hospitalini huhamishwa na kupeleka hospitali nyingine ambapo inadaiwa sio suluhisho kwa wakazi wa Butieli. Kuna wakati alikuwa hospitali inaitwa Ruhome Dispensary huko Kimilili. Alifukuzwa na wanakijiji kwa sababu ya kudhulumu wanawake kimapenzi. Akapewa transfer kaletwa hospitali na Rondo baada ya wanakijiji kutoa malalamishi. Alipelekwa tena akapewa transfer akapeleka Chwele. Chwele vile vile sisi tumefuata, tukapata interviews kutoka kwa wanakijiji. Wanasema yeye huwa anadhulumu wa mama. Hofu imejaa kwa wanawake wajawazito pamoja na wagonjwa wengine, ambapo hakuna yote anataka kuhudumiwa katika hospitali hiyo ya Butieli dhidi ya dhuluma za kimapenzi. Na ile shindano tangu aliponitunga haikupona katika mwili wangu. Nilikaa na hiyo shindano hata wakati tulipotoa malalamishi na tukasema hii hasa sisi wamama wajawazito hatutaweza kuvumilia na mambo kama haya. Sisi tunahitaji haki zetu na tunahitaji daktari ambaye anaweza tushughulikia na kutupa tao na kutupa mwelekeo hasa sisi wakaaji wa Butieli. Tumeshindwa tutaanzia wapi maisha ya hapo, na sisi tulimchagua tu akikuja katika tukielewa kuwa yeye ni daktari amekuja tu kutibu vizuri. Wamama hata wametoroka hospitali, imebaki tu hapo, sisi tunatafuta penye tunaenda kutibiwa. Mkurugenzi wa matibabu Daktari Akatu pamoja na afisa mkuu wa afya Bwana Wandili walidai kuwa visa hivyo vinafanywa uchunguzi, na itakapobainika wazi kwa daktari yule anaeneza dhuluma dhidi ya wanawake ataweza kuchukuliwa hatua kali za kisheria. Kuna zile rules and regulations ambazo sisi hufuata, na niko na uhakika ya kwamba idara ya afya pamoja na wale wengine ambao ni wahusika hakikisha ya kwamba jambo hili limeangaliwa kwa undani, uchunguzi umefanyika kwa undani, sababu pia si jambo tu la idara ya afya. Hii ni issue ambayo ikikuwa proven ya kwamba imefanyika ni criminal pia, ambapo idara zingine za serikali zitaingilia kuhakikisha kwamba haki imepatikana
na idara ya afya especially wauguzi na madaktari hawapati sifa mbaya kutokana na vitendo vya watu wachache wa hai. Director Medical Services has constituted a team to investigate the allegations by the public to the effect that one of us could be having some unbecoming behavior towards our clients that use that facility for medical purposes. So I think we will expeditiously look at investigate the case, and if anybody is found culpable of criminal activity, we sure we shall take action as the Minister of Health Bungoma. Kuripotia Imani TV, kaunti ya Bungoma, mimi ni Sifuna Augustine. Namna wasemavyo Waswahili kuwa kilicho na mwanzo bila shaka kinabudi kuwa na mwisho. Kufika hapo mpenzi mtazamaji, mimi sina la ziada ila kuhitimisha simulizi ya ITV. Nimekuwa msimulizi wako Isabella Masai, na mtangazaji wa habari hizi kwa lugha ya ishara amekuwa Phyllis Mirikwa. Tutakutakia wakati mwanana.